अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مخالفين أحمدية Khalifa mtukufu ayyadhahullahu taala bin Nasr Aziz anasema kwamba wapinzani wa jumuiya tangu Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam amedai mpaka leo wao bila kuwa na hoja yoyote na kwa sababu ya kibri na kwa sababu masilahi yao wanaendelea kukataa madai ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, na kinyume na hii Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwa kutoa dalili maelfu kwa kupitia Qur'an tukufu, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa kupitia tafsiri mbalimbali na kwa kupitia ulea mawali wa zamani, amethibitisha kwamba yeye ni Masihi na Imam Mahdi alayhi salam, na bishara yake inapatikana katika Qur'ani na hadithi. Kisha kwa kuthibitisha ukweli wake Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ameeleza msaada wa Mwenyezi Mungu uliopatikana kila wakati. Mwenyezi Mungu jinsi gani alimsaidia Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza msaada huu, ameeleza ukweli wake. Lakini wale ambao Mwenyezi Mungu anafunga kufuli juu ya mioyo yao, na wale ambao Mwenyezi Mungu hawataki kuwaongoza, hakuna anayeweza kuwaongoza, hakuna anayeweza kufungua kufuli ya mioyo yao. Lakini wale wanao tabia nzuri walimpokea Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam na walifanya bayati yake, na walipata bahati ya kujiunga naye. Wale ambao Mwenyezi Mungu alipanga mwongozo kwa ajili yao, lakini wale watu kwa sababu ya hofu ya maulama wa kijina au kwa kuwafuata hawakujiunga na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Wao pamoja na hii kwamba fadhila za Mwenyezi Mungu ilishuka na mvua ya rehema iliteremka, wao walikosa rehema, mvua ya rehema hii, na wanaendelea kukosa mpaka leo. Lakini kinyume yake wale ambao Mwenyezi Mungu alitaka kuwaongoza, wale ambao walikuwa na tabia nzuri,
wao क्योंकि वो जानते हैं wanaendelea kumpokea sainam alah salatu wassalam walimpokea wakati wake na wanaendelea kupokea mpaka leo kwa sababu hawa wanajua तमाम निशानियां पूरी हो चुकी हैं दुनिया की हवा हवस ज्यादा है wanajua kwamba ishara zote zimetimia zilizoelezwa इसकी इंतहा यहाँ तक हो चुकी है hawa watu कि ये नाम नहाद ambao ni wapinzani wana tamaa ya dunia na hawana hofu ya mwenyezi mungu na hali yake imefika kiasi hiki kwamba hawa maulamaa wa kijina na wafuasi wao के अहमदियों पर जुल्म wao wameanguka kiasi hiki kwamba और उसके रसूल की हद तक से भी बात kwa ajili ya kuwadhulumu wanajumuiya कि ये तो कादियानियों ने की hawajali hata kufedhehesha mtume saa salam na kitabu cha qurani tukufu kisha wanasema kwamba kitendo hiki kilifanywa na wanajumuiya फेंक देंगे wao wenyewe के थैलों में डाल देंगे wana और फिर wanatupa makaratasi ya qurani tukufu katika uchafu au katika takataka ये हो kisha wanasema kwamba mwanajumuiya fulani amefanya jambo hili na ilhali hata malaika wa mwanajumuiya hawajui yeye anajua wakati polisi inapokuja nyumbani kwake kwa ajili ya kumkamata कर रहे होते हैं या फिर इनका ये भी तरीक है au कि स्कूलों में wakati maandamano yanapofanywa dhidi yake yeye anajua wakati huo आका व मुता au hawa maadui wanatumia njia hii kwamba shuleni तो नामूस पर हर अहम katika ukuta करने के लिए हर वक्त wanaandika maandiko dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam हर वक्त तैयार kila mwanajumuiya anakuwa tayari kutoa nafsi yake kwa ajili ya heshima ya mtume saa salam hata yuko tayari kutoa kizazi chake kwa ajili ya heshima ya mtume sallallahu salam hawa maadui wanaandika matukano dhidi ya mtume sallallahu salam kisha wanasema wanajumuiya watoto wanajumuiya wamefanya na kwa sababu hii wanajumuiya watoto wa kiahmadhia wanapigwa na wanafukuzwa katika shule na kesi inafanywa dhidi ya hawa watoto wadogo na kesi ambayo hata dhamana yake haitolewi मासूम बच्चों की तरफ मंसूब की जाती है जिसके मुतालिक कभी सोच भी नहीं सकते बस wananasibisha vitendo इस हद तक चली जाए kuhusu wanajumuiya mambo ambayo hata wanajumuiya hawawezi kufikiria ikiwa watu wakianguka kiasi hiki क्या होने लगे kwana kwamba hofu ya mwenyezi mungu iondoke katika mioyo yao और पुकार na wao waanze kufanyia mambo ya aina hii basi katika hali hii waliodhulumiwa maombi yao yanafanya kazi yanapokelewa इस हालत में जैसा कि मैं basi siku hizi hali inayopatikana katika pakistan na wanajumuiya jinsi महवर wanadhulumiwa nimeshawahi kuwakumbusha mara kwa mara दियत यानी kwamba इस्लाम की mufanye maombi yenu kuhusu jumuiya na maombi yenu yote yanatakiwa yawe kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya खुदा और इस्लाम के ili जुल्मों की allah subhanahu wa taala awakamate wale ambao kwa jina la mwenyezi mungu na kwa jina la islam wanaendelea kufanya dhulma काम करने की कोशिश कर रहे हैं हमें ili इन दुआओं की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए hawa ambao wanatajaribu kumdhalilisha mwenyezi mungu na mtume wake tunatakiwa जमाने के tufanye maombi haya pia wale ambao wana tabia nzuri miongoni mwa hawa mwenyezi mungu awajalie waweze हमारे kumtambua imamu wa zama hii na waweze kumpelekea salamu ya mtume sallallahu alaihi wasallam vipindi vyetu vya mta हकीकत को समझ ya mbalimbali भी कर लेते हैं बस ये kuna vipindi vingine live moja kwa moja watu wanaopiga simu wao लेकिन ये बाहर wanafanya bayet baadaye wanapojua haki iko wapi खौफ और लाइल्मी की वजह से
अहमदियत के पैगाम को समझना नहीं wengi wa watu kwa sababu ya haufu na kwa sababu ya kutokuwa na elimu hawataki kuelewa ujumbe wa jumuiya, au kama wao wanaelewa lakini kwa sababu ya sheria ya nchi wanaogopa, na sheria ya nchi imeundwa kwa haufu ya mulla, बल्कि मुल्ला na wanajumuiya hawapati hata haki zao za kuwa mwananchi. मुसलमानों के दिलों में Siku hizi hakuna sheria bali ni sheria ya mulla. अहमदी Mamulla wameweka jambo hili katika mioyo ya watu waislamu ambao hawana elimu, kwamba nauzu billah, wanajumuia badala ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wana imani हम तो ये कहते kwamba Mirza Ghulam Ahmad Qadian ni nabii wa mwisho, ilhali jambo hili si sahihi. Sisi tunasema kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashiki huyu wa mtume sallallahu alaihi wasallam वालों को ana अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों anaheshimu ना के खुद मुकाबला na anataka kuwaleta viongozi wote wa dini mbalimbali, anataka kuwaingiza katika Islam. इस्लाम पर हमले करने वालों के आगे Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa hoja zake ameziba midomo ya dunia. Wale waliokuwa wakishambulia Islam, yeye alisimama kama ni kuta dhidi yao. वसल्लम पर हमला करने वालों के Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa hoja na kwa dalili उन्हें फिर पुष्पा किया aliwazuia wale wote waliokuwa wakishambulia dhidi ya Islam na mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale wote walishindwa. दुश्मन पर इस तरह हमलावर हुए कि उसको भागने के सिवा Bali zaidi ya hii yeye aliwashambulia maadui kiasi hiki kwamba mdui alilazimika kukimbia. Sayyidina alayhi salatu wasallam alipata ufunuo, kul jaal haqq wa zahaka albatil innal batila kana zahuka kullu barakatin min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam हक आया और बातिल fatabaraka man allama wa taallama. भागने वाला ही था Yani sema haki imekuja na batili imekimbia, na bila shaka batili inakimbia. वो Kila baraka inapatikana kwa kumpitia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi ni mwenye baraka ni yule ambaye aliyefundisha na aliyejifunza इन्हें बयान फरमाने ufunuo huu, अब अपनी किताब na kwa kueleza ufunuo mwingine katika lugha ya Kipersian na Kiurdu. ये पेशगोई थी Kwa katika Tirakul Qulub anasema baada ya kueleza ilham hii, anasema kwamba katika ilham hii kuna bishara kwamba kwa kunipitia mimi Mwenyezi Mungu atathibitisha ukweli wa Islam na atathibitisha kwamba dini zingine zote ni batili. Bishara hii basi imetimia leo. Hakuna mtu yeyote anayeweza kusimama dhidi yangu na anaweza kuthibitisha ukweli wa dini yake mbele yangu. Kwa kunipitia mimi ishara za mbinguni zinapatikana, na katika kalamu yangu या यहूदियों में से maarifa, फिरके में से elimu inapatikana inatoka. दिखलाने Basi tafuteni katika Mayahudi wa Kristo na Mabaniani, je, kuna mtu yeyote ambaye anaweza kuonyesha ishara za mbinguni na anaweza kueleza elimu dhidi yangu na anaweza kusimama mbele yangu? Mimi ni yule ambaye bishara yake inapatikana katika hadithi. मानों में कभी नहीं चमका होगा Inapatikana kwamba dini zote zitakufa wakati wa Imam Mahdi na Islam itaangaa sana. आपने इस्लाम के जरिए से फैलती नजर आ रही है आज Basi mafundisho mazuri ya Islam sisi tunaona kwa kumpitia Sayyidina alayhi salatu wassalam. Siku hizi ni jumuiya yake साए तले ambayo kwa chini ya nidhamu nzuri, chini ya kivuli cha uhalifa, mahubiri ya Islam inaendelea kufanya, iwe mahubiri katika Afrika, Ulaya au katika nchi nyingine yoyote. Picha halisi ya Islam inaeleza jumuiya Ahmadiyya tu. दुश्मनाने इस्लाम Mimi nilipowaambia wanajumuiya kwamba maadui wa Islam ले कर रहे हैं wana नुमाइश लगाई जाए कुरान करीम की खूबसूरत तालीम wanashambulia
Qurani, juu ya Qurani tukufu na juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, basi maonyesho ya Qurani tukufu yapangwe na yaelezwe mafundisho mazuri ya Qurani tukufu. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu maonyesho yalipangwa sehemu mbalimbali, na maonyesho haya yanaendelea kupangwa kutoka katika kila nchi. Nimepata taarifa hii kwamba जो कुरानी तालीम और जो इस्लाम wanaokuja kutembelea maonyesho wanasema kwamba पेश कर रहे Islam na mafundisho yanayoeleza jumuiya ya Islam Ahmadiyya, कि हमें हैरत होती है कि हम इसकी मुखालफत mafundisho haya ni mazuri kiasi hiki kwamba tunashangaa kwa kuona, kwa kusikia kuhusu mafundisho haya, jinsi gani, namna gani tunaweza kukataa mafundisho haya, na hatukuwahi kuona mafundisho ya aina hii katika maisha yetu. कुरान करीम Wengine इस्लामी wengi walisema kwamba ilikuwa kosa letu kwamba sisi tulikuwa hatujui kuhusu mafundisho ya Islam, na wao wananunua Qur'an tukufu na vitabu vingine vya jumuiya. मुसलमान भी हैं Wale wanaokuja kutembelea wengi wao ni wasomi wasomi wa Islamu, pia wanakuja ni Wakristo pia, na vile vile kutoka katika dini zingine pia wanakuja kutembelea maonyesho haya, na wote wanapenda na wanasifu kazi hii. Wanasema hii ni kazi kubwa sana ambayo mnafanya, lakini kwa bahati mbaya ni mulla समाज की मुखालफत करता है ni इस्लाम की ambao katika nchi mbalimbali wanapinga maonyesho haya बताया था यहाँ na wanapinga mafundisho ya Qur'an tukufu yasielezwe. में Nilishawahi kueleza kwamba katika India, katika mji wa Delhi, maonyesho yalipangwa katika ukumbi mkubwa sana. चंद शरपसंदों को मिलाकर Kule mamulla कि नुमाइश जो 3 pamoja na wafuasi wao wachache walipiga kelele kiasi hiki kwamba maonyesho yaliyopangwa kwa ajili ya siku 3 yalifanyika siku 2 tu, कायम किया lakini katika siku hizi 2 maonyesho haya yaliacha athari kubwa sana. Msomi mmoja वो wa kule ambaye anaheshimika sana, baada ya maonyesho alikuja Qadian और देखना na akasema kwamba mimi nimekuja mara ya kwanza katika Qadian, इतनी अजीब nilikuwa nataka kuangalia kwamba कहते हैं वो जगह भी देखो wale ambao wanaoleza mafundisho ya Qur'an tukufu na wanahudumia Qur'an tukufu namna hii, nione wanaishi wapi. Kisha baada ya kuangalia Qadian alipata athari sana, यूके में lakini hii pia ni jambo la kuhuzunika kwamba katika Uingereza mji fulani की वजह से maonyesho moja इसने वहाँ yalipangwa, नुमाइश न लगाने की दरखास्त lakini kwa sababu ya kelele ya mamulla, polisi iliwaambia viongozi wetu, wasimamizi wetu kwamba wao wasiweke maonyesho. लेकिन वहाँ की मुकामी जमात Hazur anasema kwamba या मुकामी sisi tunatakiwa tukatae कैंसिल कर दी ombi la polisi ikiwa anasema hivi, lakini wanajumuiya walikubali ombi la polisi na waliahirisha maonyesho ya Qur'an tukufu. की तरफ से आज़ादी Ikiwa katika nchi hii au katika Ulaya, mahali ambapo tuna uhuru na सर पर चढ़ा लिया serikali inadai kwamba ni uhuru wa kila aina, मुल्क में भी ikiwa sisi tukiwapatia mamulla hawa nafasi na wakipanda juu ya vichwa vyetu, basi katika nchi hii sisi tutaeneza दोबारा एहतमाम करना चाहिए ugaidi na tunatakiwa tuwaelimishe viongozi na tunatakiwa tupange tena kule maonyesho. Watu wengine wanasema kwamba tuweke na tupange maonyesho kwa kimya kimya. Ikiwa tunataka kuweka kwa kimya kimya, basi haina faida ya maonyesho ya aina hii. Upande mmoja sisi tunadai kwamba tutasogeza ujumbe wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, na upande mwingine sisi tuogope हुकूमत दावा करती है कि यहाँ कानून की katika nchi hii, kama niliyosema kwamba ni kanuni na serikali inadai kwamba ni sheria kali. Basi semeni sheria ya nchi hii kwamba kazi yenu ni kuthibitisha बहरहाल kanuni yenu na kulinda kila mwananchi, na hii kazi mnatakiwa mfanye nyinyi. Lakini hii ndiyo ni hali ya maamula, kwamba katika nchi isiyokuwa ya Waislamu जाने की कोशिश होती है au katika hapa Uingereza, बल्कि
ये नाम ikiwa juhudi ya kueneza mafundisho ya Qur'an tukufu linafanywa si wale wasiokuwa waislamu bali maulama wa kijina waislamu wa kijina hawa wanasimama kwamba hii haiwezi kazi hii ifanyike, kwamba kazi hii yenye hatari बर्दाश्त नहीं कर सकते। yani kueneza mafundisho mazuri ya Qur'an tukufu, wanajumuia wafanye kazi hii, hatuwezi kukubali jambo hili hata kidogo. कि असल तस्वीर और रुख Hii ndiyo ni hali ya hawa waislamu wa jina na picha yao, lakini sisi tutaendelea kufanya kazi yetu bila kuchoka. और कुरान करीम की तालीम को दुनिया में फैलाना है इंशाल्लाह। Sisi katika kila hali tutaziba midomo ya maadui wa Islam na tutaeneza mafundisho Qur'an tukufu duniani, दुनिया को हजरत na ni dhahiri kwamba tutaendelea kufanya kazi hii ili जैसा कि मैंने dunia कहा tuweze kuleta dunia katika Islam. ये अमूमी खूबी है कि हर एक Kama nilivyosema kwamba katika nchi za Ulaya uzuri wao ni kwamba kila moja अगर हमारे ni sawa chini ya sheria ya nchi. तो कानून की मदद Kwa hiyo ikiwa mtu yeyote anayeleta kizuizi katika kazi yetu, basi tunatakiwa tuombe msaada kwa sheria ya nchi. जब मैं यूरोप के दौरे पर गया Naeleza mfano moja wa वापसी पर sheria ya nchi hii. Hivi karibuni nilipoenda kutembelea Ulaya, wakati wa kurudi Ijumaa moja niliswalisha katika nchi ya Holland. Kule बिल्डर है mwananchi mwanasiasa mmoja ambaye ni काम खुद में kiongozi wa chama fulani kule, Khirat Bilder, के खिलाफ jina lake ni Khirat Bilder, nilimwambia katika hutuba yangu kwamba लीडर रहने में बड़े nyinyi dhidi ya Islam na dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, में इंतहा की हुई kazi mnayofanya na ujasiri mnayoonyesha na umezidi sana katika uadui. की लाठी से डरो Jinsi msifanye hivi, mujiepushe kufanya hivi, pengine muogope बात ही कर दिया katika kwa fimbo ya Mwenyezi Mungu. ताकत रखता है Adhabu ya Mwenyezi Mungu itakapokuja, basi nyinyi mtaangamia. Mwenyezi Mungu ana nguvu wa बस ताकत तो कोई नहीं kuwakamata, उन जैसों का मुकाबला na nilisema hii pia kwamba sisi hatuna nguvu nyingine. Tutafanya, रिलीज जो हमारे tutapambana na nanyi kwa maombi. एक भेजता है Muhtasari wa hutuba yangu रिलीज बना के लाए मेरे ili तो बाकी चीजें उन्होंने लिखी हुई ilitolewa लेकिन ये फिक्र नहीं लिखा था katika sura ya press release, na ilipokuja mbele yangu muhtasari hutuba yangu, mambo mengine yaliandikwa, lakini यही मैंने कहा था lakini maneno haya yalikuwa hayakuandikwa kwamba sisi hatuna silaha ya dunia, lakini tunafanya maombi kwamba nyinyi na wafuasi wenu wote waangamie. अपने तमाम मुखालफीन Na hii ndiyo ni uhakika या तो दलाइल kwamba या फिर सबसे बढ़कर दुआओं के साथ sisi tunaweza kupambana na maadui kwa kutumia hoja au kwa kufanya maombi. इसने भी पढ़ी और उन्होंने अपनी हुकूमत को खत्म Khirat Bilder ambaye ni mwanasiasa, yeye alisoma press release hii, kisha alimwandikia barua serikali yake na aliuliza maswali kadhaa kwa waziri ya mambo ya ndani, कि इस तरह उसने सवाल किए हैं लगता था कि थोड़ी सी घबराहट है na barua yake ilipotoka katika magazeti, basi jumuiya ya kule iliniandikia barua. Ilionekana kwamba jumuiya ina hofu ya aina fulani, lakini iliwaambia kwamba ikiwa watu wa mambo ya waziri ya mambo ya ndani wanapouliza, msiogope, bali semeni waziwazi imani yenu ni nini. Yeye mwanasiasa mwenyewe aliweka msingi na anafanya vitendo vizuri, na alileta shutuma dhidi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alitumia maneno makali sana na alijaribu kufedhehesha Islam. Sisi tulimjibu na tulimwambia kwamba डरना चाहिए Mwenyezi Mungu ana ghaira ya nabii wake, anaweza kukamata. Kwa hiyo tunatakiwa tumwogope Mwenyezi Mungu. Maswali aliyotuma yule mwanasiasa mwanachama kwa waziri ya mambo ya ndani, yeye alitoa majibu yake, वालों का ये वहाँ अखबार में भी आ गया पहला उसने सवाल ये किया ना- था बिल्डर ने na majibu yake pia yalitolewa katika gazeti. Swali lake ya yule mwanachama पॉलिटिशियन lilikuwa kwamba आलमी je, रहनुमा की हॉलैंड के सियासत makala को तंबी iliyotolewa
आप यानी वजारत दाखिला हॉलैंड के इल्म में है? iliyotolewa katika gazeti. Je, waziri ya mambo ya ndani najua kuhusu makala ile? Waziri ya mambo ya ndani alisema ndiyo, na najua na nimesoma makala hii iliyotoka katika gazeti. Na swali lake la pili lilikuwa kwamba kwa kutaja jina langu kwamba Mirza Masroor Ahmad amesema kwamba sikilizeni, ये बिल्डर ने मिनिस्टर को wewe na chama chenu na mtu yeyote ambaye anafanana nanyi ataangamia. रोजाना बयान पर Yule builder aliandika, na kwa katika maelezo yake कदम उठाने का इरादा रखा। alisema kwamba डच waziri ya ने जवाब दिया, au idara ya mambo ya ndani ina nia gani मिर्जा मसूद kuhusu, inataka kupiga marufuku gani dhidi ya jumuiya hii? किसी फसाद Waziri ya mambo ya ndani alisema kwamba Mirza Masroor Ahmad alisema kwamba होंगे, watu wa aina hii बात नहीं देखता। wataangamia kwa sababu ya maombi. Kwa hiyo mimi sioni मुझे कोई वजह नजर jambo lolote la ufisadi katika hii. जमात के खिलाफ कोई कदम Kwa hiyo mimi sioni sababu yoyote ya kupiga marufuku dhidi ya jumuiya hii कि अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी हॉलैंड का au nichukue hatua yoyote dhidi ya jumuiya hii. Swali la tatu lilikuwa hii kwamba jumuiya ya Holland कि अहमदिया मुस्लिम ina uhusiano gani na Mirza Masroor Ahmad na jumuiya ya dunia nzima. Waziri alisema kwamba jumuiya ya Holland pia ni sehemu ya jumuiya ya dunia nzima. पार्टी का Huu ndiyo ni uadilifu wa hawa watu. Mtu mmoja ni mwana siasa, ni mchama, ni kiongozi wa chama fulani na ni mbunge pia, kisha ni katika dini yao सुना है yeye pia ana imani kama wao wana imani, मजीद तक lakini कि किस तरह जमात के walitoa majibu mazuri. Nimesikia kwamba yule builder anaendelea kusoma zaidi kuhusu jumuiya, kwamba namna gani anaweza kuleta marufuku dhidi ya jumuiya. Hazur anasema kwamba को और सजा atumie nguvu yake yote. Jumuiya hii ni ya Mwenyezi Mungu, inasema kweli na haki kila wakati, na akifanya utafiti atapata haki tu katika jumuiya hii. इस्लाम का पैगाम Basi कोने कोने तक imamu wa zama hii जाने yeye और दुश्मन का मुंह दलाइल से ametuambia tufikishe ujumbe wa Islam duniani हर अहम na tufikishe kwa hoja को सरंजाम दे रहा है। sawa na uwezo wetu, sawa na uwezo. Kila mwanajumuiya anaendelea kufanya kazi hii, दुश्मनाने इस्लाम को na sehemu yote ikiwa वहाँ अहमदी maadui और मुंह तोड़ wanaposhambulia Islam, kule ni mwanajumuiya tu ambaye analinda Islam na anajibu वसलाम के जरिए से maswali yao na anajaribu kuwaelimisha watu pia. इसकी वजह से Na hii ni kwa sababu ya elimu ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Tunatumia elimu hii. और मजहबी सरबराहों को भी Kwa hiyo kila mwanajumuiya, hata kama ni mwanajumuiya wa kawaida, anapambana na viongozi wakubwa wa dunia na anafikisha ujumbe wa Islam. तो मदद लेने जाते हैं या Waislamu wengine wanapoenda kukutana na viongozi, basi wanaenda kuomba msaada का पैगाम au wanaenda kwa ajili ya kupata masilahi ya dunia. अभी गुज़श्ता दिनों Hawapati ujasiri wa kuwafikishia ujumbe wa Islam. Hivi karibuni amiri wa Kababir alipata bahati ya kwenda Italy pamoja na kundi la watu kadhaa, na kabla ya kwenda kule aliniambia kwamba watu hawa ambao wanaenda ऐसी तकरीब पैदा हो रही katika hii ni viongozi wa dini mbalimbali. बल्कि वो Kwa hiyo sherehe hii ni ya dini इसलिए अगर मुनासिब na nitapata bahati ya kukutana na watu wengi kule. Kwa hiyo ikiwa unaona ni sawa, basi और कुरान करीम ni ruhusu nimpatie ujumbe papa pia na nimpatie Qur'ani tukufu pia. चुनाचे उन्हें Nilimwambia ni sawa, lazima umpatie Qur'ani tukufu, कि पोप को जाके na mimi baadaye niliandika ujumbe wangu करवा लें na nilimwambia kwamba umpatie papa, na yeye alipiga fotokopi yake ya ile barua. पादरी जो थे Yeye alipokwenda kule alimpatia barua ile papa, na vile vile mapadri wengine wa Vatican pia aliwapatia, na alimpatia Pope Qur'ani tukufu kama ni zawadi, na picha yake ilitolewa katika magazeti.
naeleza nasoma taarifa ya bana sharif odhe sahib alioniandikia baada ya kurudi. anasema kwamba mimi tarehe 10 mwezi wa 11 2011 katika mji wa Vatican katika nyumba ya papa nilikutana na viongozi mbalimbali na rubai moja wa Israel pia alikuwepo, na wakristo mayahudi na waislamu wengine pia walikuwepo pale. anasema kwamba nilimpatia barua yako huzur papa, na nilimwambia kwamba katika barua hii ni ujumbe maalum kutoka kwa kiongozi wa jumuiya, na yeye alipokea mwenyewe ile barua, na barua ile ilitolewa katika magazeti mbalimbali na magazeti yalitoa picha yangu na picha ya papa pia. baadaye ilikuwa press conference katika radio fulani, kule nilieleza habari ya barua na nilieleza muhtasari wake, na niliwapatia ule watu copies za barua ile, na nilimpatia cardinal pia barua ile, na vile vile nilikutana na kiongozi wa chama fulani, yeye alichukua unwani yangu. mkutano wao utafanyika mwakani Israeli, walisema watanialika. Hazur anasema barua niliyomwandikia papa muhtasari wake ni kwamba mwanzoni nilimwombea, kisha baadaye niliandika aya ya Qur'an tukufu isemayo kul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illa allah wala nushrika bihi shay'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillahi. yani sema enyi ahle kitab, njoni kwenye neno ambalo ni sawa baina yenu na baina yetu, yani sisi hatutamwabudu yeyote isipokuwa Mwenyezi Mungu, wala hatutamshirikisha wala hatutafanya mtu mwingine kuwa rab. naeleza muhtasari wa barua ile kwamba siku hizi duniani inaonekana inashambuliwa Islam na mafundisho yake inashambuliwa sana, ingawa hii ni kwa sababu ya vitendo vya waislamu kadhaa, lakini mashambulio haya si sahihi dhidi ya Islam. na kwa sababu ya hii watu wasomi pia wanashambulia Islam na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kama ni taalim ya kiongozi wa kila dini na lengo la mafundisho yake ni kuleta mwanadamu karibu na Mwenyezi Mungu, vile vile ni mafundisho ya Qur'an tukufu pia, hata ni zaidi kuliko haya. lakini kwa sababu ya vitendo vya watu kadhaa haitakiwi Islam ishambuliwe. Islam inatufundisha tuheshimu manabii wote, manabii ambao wameelezwa katika Biblia na katika Qur'an tukufu. sisi ambao ni watumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunaudhika sana wakati watu wanapomfedhehesha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sisi tunajibu mashambulio haya, lakini majibu haya tunatoa kwa kueleza mafundisho mazuri ya Qur'an tukufu na kwa kueleza mafundisho ya Qur'an tukufu ambayo ni mafundisho ya udugu na mapenzi. na mafundisho ya Qur'an tukufu ni kwamba kila mmoja atafute ucha Mungu, na kila siku sauti hii inatoka katika misikiti yetu, na katika sauti hii ukubwa wa Mwenyezi Mungu unaelezwa, na hii inatangazwa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nabii wa Mwenyezi Mungu. kisha niliandika hii pia kwamba siku hizi amani na kukosekana duniani kwa sababu kwa kutumia hiari ya uhuru watu wanacheza na watu wengine na wanawaudhi watu wengine. siku hizi vita vidogo vidogo vinafanyika duniani. siku hizi kuna haja ya kumaliza na kuondoa vita hivi duniani, pengine vita vya dunia itatokea.
नाकाबिले बयान होगी। बस na maangamio yake yatakuwa kupita kiasi. Kisha nilimwandikia kwamba रखने के बजाय badala ya kuzingatia uchumi wa dunia, जो देने की bali inatakiwa जरूरत है, वरना kila mmoja afikirie kuokoa dunia hii katika maangamio. Pengine maangamio yatatokea, दुनिया को बचाने की कोशिश basi kunyima haki za watu wengine, फिर मैंने लिखा कि क्योंकि na inatakiwa viongozi wajitahidi ili watu wasinyime haki za watu wengine. ज्यादा फॉलोइंग Kisha nilimwandikia kwamba wewe una sauti duniani na unasikika, kwa hivyo wewe unalazimika ujitahidi kufanya hivi. करनी चाहिए, Kila kiongozi wa dini anatakiwa पहचानने की तरफ asaidie au viongozi wote wasaidiane ऐसा है उस खत का ili watu wamtambue Mungu wao. Hii ni muhtasari wa barua ile ambayo कि पैगाम उनकी समझ में भी आ जाए। aliyetumwa Papa. Mwenyezi Mungu ajalie aweze kuelewa ujumbe huu na aweze kusoma barua hii. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba hawa watu waweze बढ़कर kuheshimu heshima za watu na waweze kuheshimu haki za wanadamu na waweze kumtambua Mungu mmoja, इस मौके पर बात kama ni dhahiri na wazi katika taarifa ya Bana Sharif kwamba kule viongozi wa Islamu wengine pia walikwenda, का और कुरान का पैगाम lakini Papa alipewa ujumbe wa Islam तो जमाने के इमाम kwa kumpitia एक गुलाम mtumishi wa zama hii. लोग के अहमदी मुसलमान नहीं, Kisha hawa watu wanasema kwamba Waahmadia si Waislamu, हत्या करने na nauzubillah हम तो हज़रत मसीह मौद Wahmadia wanafedhehesha Islam na Qurani tukufu. इस्लाम की Sisi kwa kujiunga na Imam Mahdi alayhi salatu wassalam, आज तक नई शान से कामयाबियों के नज़ारे देख रहे हैं, बल्कि गैर tunaona Islam inaendelea kupata mafanikio, इतराफ करते हैं। na wale ambao hawana bughudha mioyoni mwao, wao pia wanakiri na wanakubali kwamba आपने अपने Sayyidina alayhi salatu wassalam हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक alipata मशहूर मुकदमा है। mafanikio. एक पादरी Kesi moja ilifanywa dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Padri moja Henry Martin Clark alifanya kesi hii. उस शिकस्त का बदला लेना था। Kesi hii alifanya kwa hakika kwa sababu ईसाइयों के दरमियान ya मुबाहिसे में hii kwamba alishindwa katika muhadhara mmoja हज़रत मसीह मौद uliofanyika baina ya Sayyidina alayhi salatu wassalam na baina ya Wakristo, na maelezo yake yanapatikana katika kitabu chake cha Sayyidina alayhi salatu wassalam kiitwacho Jange Muqaddas. क्लार्क ने हज़रत Kesi hii aliyofanya Martin Clark कत्ल का alifanya dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, na kesi hii ilikuwa kesi ya uaji na ilikuwa kesi ya uongo. बहरहाल Maelezo ya kesi hii inapatikana katika kitabu chake kiitwacho Kitabul Baria. उस वक्त के जज Katika kesi hii Sayyidina alayhi salatu wassalam, ने बाइज्जत बरी किया था। Captain Douglas जज को alimwacha Sayyidina alayhi salatu wassalam, na Sayyidina alayhi salatu wassalam alimpatia lakabu ya Pilatus Sani. जलील हुआ था, बल्कि जज ने कहा था आप इनके खिलाफ इज्जत का दावा भी कर सकते हैं। Martin Clark alifedheheka sana katika kesi hii. Hata jaji alisema kwamba, hakimu alisema hata mnaweza kufanya kesi dhidi ya Martin Clark. उन्होंने बताया कि Hivi karibuni Asaf Saheb wa MTA yeye aliniambia kwamba और वो kitukuu wa Henry Martin Clark yeye amewasiliana naye na anataka kukutana nami. चुनांचे वो Nilimwambia umlete aje akutane nami. Kwa hivyo hivi karibuni juzi alikuja kukutana nami, लेकिन जो बातें watu wanakutana nami, lakini mambo aliyosema huyu किस शान से kitukuu wa Henry Martin Clark ni मैंने dalili ya ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, jinsi gani Mwenyezi Mungu anathibitisha. Nili इस बारे में katika mazungumzo nilieleza मैंने तहकीक की है, habari ya Jange Muqaddas. लेकिन Yule kijana akasema kwamba hivi karibuni nilifanya utafiti kuhusu hili, lakini leo nimejua kwamba Henry Martin Clark amepotea katika historia.
जबकि उसके मध्य haya ni maneno ya kitukuu wa martin clark kwamba amesema henry martin clark amepotea katika australia, lakini yule ambaye alisimama dhidi yake amepata mafanikio na amepata umashuhuri duniani. ये तो Anasema miaka michache iliyopita nilikuwa nisijui babu yangu ni nani, lakini majuzi nilikuwa nafanya utafiti kuhusu babu zangu, nikagundua kwamba henry martin clark ni babu yangu. Zura anasema takriban saa moja tuliendelea kuzungumza, na aliendelea kuzungumza nami kwa upole sana na kwa mapenzi sana. Niliona labda yeye anaongea hivi, lakini baadaye akamwambia bana asif kwamba hali yangu ilikuwa ya aina yake ya ajabu kule nilipoenda kukutana. कि हज़रत मसीह मौद अलैहि baadaye asif saheb के बाद सख्त ali ये हेनरी मार्टिन क्लार्क के बारे में, तो उनको बताया कि alizungumza naye na yeye alisema kwamba martin clark sinam alah salatu salam ametumia maneno makali dhidi ya martin clark. Yule bana aliambiwa kwamba hii ilikuwa kwa sababu ya tabia yake yule bana martin clark, कि फतह इस्लाम kwamba ushindi alipata sinam alah salatu wassalam na islam ilipata ushindi, lakini martin clark aliendelea kusisitiza kwamba ukristo umepata ushindi. Kwa hiyo sinam alah salatu wassalam alisema basi tufanye maombi, na kwa sababu maombi uamuzi utafanyika na mwenyezi mungu ataonyesha ishara. बहुत काफी लंबी Na hivi kwa kusikia hii certainly shown a sign akasema god has certainly shown his sign today, इन्हीं तौर पर निशान दिखा yani mwenyezi mungu bila shaka ameonyesha nishan hata leo pia. का भी उसने जिक्र किया उसमें, तो उसकी तफसील तो आसिफ साहब को मैंने कहा मजमून बना के लिख दें. बहरहाल हज़रत मसीह मौद अलैहि सलाम Nimemwambia bana asif aandike आज madhumuni kuhusu mulakati hii, इस्लाम की औलादों के मुंह से अल्लाह ताला जाहिर फरमा रहा है. lakini mwenyezi mungu anathibitisha ukweli wa sainam alah salatu wassalam kwa kuwapitia kizazi cha hawa maadui. Lakini kama ni फरमाते हैं watu ambao hawaelewi ni hawa mamulla, sainam alah salatu wassalam anasema kwamba बल्कि ये kunikataa mimi si ni kunikataa mimi, bali ni kumkataa mwenyezi mungu na mtume wake muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anayenikataa mimi kabla ya kunikataa mimi maazalla anasema kwamba mwenyezi mungu ni mwongo anapoona kwamba पड़े हुए हैं. ufisadi wa nje na ndani umeenea sana. इन्ना नहनु नज़्ज़ल Na mwenyezi mungu pamoja na hii aliahidi inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. जबकि वो Amefanya ahadi lakini hakufanya mpango wa kurekebisha hali hii. इस्तिखलाफ में वादा Lakini kwa kidhahiri anaamini kwamba katika aya ya istikhlaf mwenyezi mungu aliahidi kama ilikuwa silsila ya musa, katika silsila hii pia mahalifa watapatikana. Lakini maazallah और इस वक्त कोई mwenyezi mungu hakutimiza ahadi hii, यहाँ तक ही na hakuna halifa katika umma huu, कि कुरान शरीफ ने जो bali katika hali hii anakataa kwamba katika qurani tukufu ये भी सही mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam ameambiwa kwamba hii ni mfano wa musa alahi salatu wassalam. Hii pia si sahihi. maazallah के लिए जरूरी था कि इस 14वीं सदी पर kwa ajili ya उम्मत में से kufanana na silsila hii इसी तरह पर na silsila ya musa alahi salatu wassalam ilikuwa muhimu kwamba katika karne ya 14 शायद को भी kiongozi angepatikana kama alipatikana wakati wa musa alahi salatu wassalam. आने वाले अहमदी Na की खबर देती है. और इस तरह पर कुरान शरीफ की बहुत anakataa aya hii pia isemayo waakharina minhum lamma yalhaqu bihim, na vile vile ni aya chungu mzima za qurani tukufu नास anakataa. कुरान छोड़ना पड़ेगा. Hata anasema kutoka alhamd mpaka wanas analazimika kuacha qurani tukufu. Fikirieni tena kwamba kunikataa mimi je ni jambo rahisi? Mimi sisemi mwenyewe, bali mimi nasema kwa kula kiapo cha mwenyezi mungu anayeniacha mimi na anayenikadhibisha mimi, hata kama hasemi kwa ulimi wake, lakini kwa vitendo vyake amekadhibisha qurani tukufu na ameacha mwenyezi mungu. Katika ilham से खुदा की तकसीम ni mwenyezi mungu ameniambia kwamba nthamini wana minka मेरे इकरार से खुदा ताला की तस्दीक होती और उसकी हस्ती पर कभी kwa kunikubali mimi mtu anamwamini mwenyezi mungu. ये रसूलुल्लाह Kwa सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम kunikataa mimi si kunikataa mimi, bali ni kumkataa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam.
जरा अपने दिल में सोचे mtu उससे फतवा तलब करे yeyote किसकी तकसीर akifanya ujasiri wa kunikataa basi afikiria anamkataa nani kisha anasema sinama alah salatu wassalam kwamba kumbukeni vizuri कि तुम इस लड़ाई में अपने kwamba खुदा पर तलवारें मार रहे हो nyinyi katika vita hii unakata viungo vyenu ऐसा ना हो msiweke mikono yenu katika moto usije यकीनन समझो moto wake इंसान का होता na uunguze mikono yenu वाले पैदा हो जाते और नीज ikiwa kazi hii isingekuwa kutoka kwa mwenyezi mungu basi kazi hii ingeangamizwa नजर में कभी na isingefika mwisho wake कि जिसने खुदा ताला je kuna mtu mongo वो मुझसे हम yeyote ambaye aliyesema uongo dhidi ya juu ya mwenyezi mungu kisha mwenyezi mungu अफसोस alimpatia nafasi na muhula की इन na alipata mafanikio na alipata usalamu kwa nini hamkumbuki aya za qurani tukufu शानहू ने फरमाता है ambazo कहता है कि अगर तू एक जर्रा भी ambazo अदा करता zinamhusu mtume muhammad saa salam kwamba ungesema uongo juu yangu basi mimi कि जो इतना बड़ा इफ्तरा ningekumaliza अब तक बचा रहे बल्कि खुदाए ताला की je kuna mtu yeyote ambaye kwa kusema uongo juu ya mwenyezi mungu anaweza kusalimika mpaka leo नेमतें खुदाए ताला basi enyi ndugu zanguni acheni nafsi zenu जिद मत करो और आदत के na तोड़ो umsionyeshe kibri एक नए इंसान बनकर तकवा की राहों में कदम रखो muache tabia yenu ya kibri na mupige hatua katika uchamungu ili mwenyezi mungu asamehe dhambi zenu basi ogopeni व इल्लम तन je miongoni mwenu hakuna mtu hata mmoja ambaye ana akili wailam tantahu सौफा यातिल्लाहु fasofa yatillahu नुसरत binusratin व यंसुरु min indihi wa yansuru abdahu wa yumaziku adaahu जुर्रुनहु wala tuzurunahu shaya पसंद करी ikiwa nyinyi hamtaacha tabia yenu hivi karibuni mwenyezi mungu atakuja na msaada wake na atamsaidia mja wake na mdui wake atasagwa na nyinyi hamtaweza kumdhuru hata kidogo के मुखालफी mwenyezi mungu afanye kwamba hawa wapinzani wa sinam alah salatu wassalam wapate akili na waweze kuelewa ujumbe huu mwenyezi mungu awalinde wanajumuiya wote katika shari ya kila aina अब उसके आगे झुकने अपने आगे झुक tunatakiwa tuiname zaidi na mwenyezi mungu atujalie tufanye maombi zaidi चंद baada ya swala ya जिसमें से पहले ijumaa nitaswalisha jeneza kadhaa jeneza ya kwanza ni ya bi mariam khatun साहिब ऑफ चुबारा mke wa zakri saheb wa laya 2011 tarehe 5 wa desemba 2011 जमात अहमदिया चुबारा jioni saa 11 ने एक अहमदी फैमिली पर हमला किया जिसके नतीजे में wasiokuwa na jumuiya walishambulia familia mmoja mwanajumuiya na kule ये शहीद alifariki inna lillahi wa inna ilaihi rajiun huyu ni shahid mwanamke रकबे में nyumba yake ni karibu na nyumba ya mbashiri चंद साल na wanajumuiya wengine pia wanaishi pale karibu जमीन खरीदी और na kule माल से साजबाज करके zamani walinunua shamba शादी मंसूख करवा दिया मुकदमा lakini baadaye kwa kufanya hila पहले भी मुखालिफ फरीक ने हमला किया था walibadilisha shamba hili kwa jina la वाकई kwa jina lao wale maadui कोशिश की na kesi hii ilipelekwa mahakamani lakini kule walishindwa kesi siku waliposhambulia बज़ाहिर wale ईंट मारकर जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट maadui के दस्ते के वार से ये शदीद जख्मी हो गई हैं मौका पर ही जान जाने अफ्रीकी mtu mmoja alipiga jiwe au alipiga upanga kwa sababu ya hii alijeruhiwa sana na alifariki pale pale इनके खामन की दो upinzani huu ni kwa sababu ya ahmadia dada zake wa mume wake wawili pia wamejeruhiwa marehemu umri wake ulikuwa miaka 26 hawa ni wakulima 1992 में जब ये रकबा खरीदा तो उसमें से mke wake 92 waliponunua shamba hili yeye alitoa shamba ardhi kwa ajili ya kujenga nyumba ya Bashiri na nyumba imejengwa pale na wale wapinzani walijaribu kunyang'anya shamba hili na kesi hii ilikuwa enda mahakamani katika high court lakini kule walishindwa kwa hiyo walijaribu kubadilisha rekodi ya shamba ile ununuzi wa shamba
kama ni kawaida kule katika pakistan करके और उस रिकॉर्ड को तब्दील भी करवा लिया na wao walibadilisha rekodi ya shamba ile lakini kesi ilikuwa inaendelea mahakamani क्योंकि ये काफ़ी टेंशन थी डीपीओ को जब जमात ने रिपोर्ट की तो डीपीओ ने साफ dpo alipofahamishwa kuhusu hii yeye alisema kwamba mimi siwezi kuwakasirisha wale wengine ambao si wahmadia साहिबा की वफात के बाद इनको करीबी जमात शेयर कर baada ya kifo cha alizikwa bana huyu bibi katika shergar हो चुका है na aliyemua amekimbia kwa msaada wa polisi उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं पसमानदगान में ameacha watoto wadogo watatu na mume wake mtoto wa kwanza ni miaka 9 6.5 साल na binti ni miaka 6.5 na mtoto mwingine ni miaka 4 बच्चा है 5.5 साल का दूसरा जनाजा है jeneza ya pili ni ya bi azimu nisa sahiba mke wa bahadur khan saheb darwesh wa kadian 2011 tarehe 3 wa desember 2011 alifariki na lillahi wa inna ilaihi rajiun बिहार की रहने वाली थी alikuwa mwenyeji wa mkoa wa bihar हो साहब shadi khan saheb alikuwa sahabi इस्लाम की बहू wa sinam alah salatu wassalam alikuwa जाने के लिए दुआ daughter in law yake na alipokuwa mtoto alikuwa akifanya maombi na aliandika shairi pia ndefu sana kwamba aje aishi kadian na baada ya kuelewa mwaka 52 alikuja kadian आए आरज़ू katika shairi lake alisema kwamba mimi कादियां दारुल azimun nisa nafanya maombi ya mola wangu kwamba nionyeshe mji wa kadian वजूद alikaa pamoja na mume wake katika kadian alipokuwa darwesh na और मियां की aliishi kwa kutimiza ahadi zake zote नहायत सब्र और शुक्र के साथ na mume wake alifariki kitambo sana miaka 29 aliishi bila mume wake kama ni mjane तो खास ख्याल रखती थी aliwasomesha watoto wake wote आया करती थी na alikuwa akiwasomesha qurani tukufu vizuri ameacha mabinti watano na watoto wa kiume watatu mwenyezi mungu apandishe daraja yake jeneza ya tatu ni ya bana sulemana masahe bashiri wa indonesia ये इनकी वफात 1 दिसंबर 2011 को हुई alifariki tarehe mosi wa desember 2011 ina lillahi wa inna ilaihi rajiun alifariki kwa maradhi ya moyo कि उनकी पैदाइश थी alizaliwa mwaka 53 बैत की mwaka 78 alifanya bayat na 79 alienda jamia hamdia rabua kwa ajili ya kusoma julai 85 alimaliza masomo yake na alikuja indonesia भोगौर में हुआ और बस में उनके मुख्तलिफ aliwahi kuitumikia jumuiya katika sehemu 9 के वक्त जमात बंडोंग wakati wa kufariki alikuwa katika jamaat ya nomon के अलावा इनके 3 बच्चे भी ameacha mke na watoto watatu अल्लाह ताला इनको सब्र और हौसला अता फरमाए mwenyezi mungu awajalie subra na aiweke roho ya marehemu mahala pema जनाजा है अलहाज jeneza ya ene ni ya alhaj dm kanu saheb wa sieraleon 26 नवंबर tarehe 26 wa november 2011 baada ya kupata maradhi kidogo amefariki na lillahi wa inna ilaihi rajiun में आंख खोली थी और कहा करते थे alikuwa maskini alipokuwa mtoto na alikuwa akisema kwamba mpaka miaka 15 alikuwa hana viatu कामयाबियों कदम चूम lakini alikuwa akipenda elimu sana na alipata mafanikio na alipokuwa बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर हो गए alikuwa kijana alikuwa managing director wa board na alisoma sana alikuwa mwenye hulka njema sana na alikuwa akitoa michango vizuri alikuwa na imani sana खानदान में 2 बेटियां और 4 ameacha mabinti wawili na watoto wa kiume wanne लिया हाजिया सलमा कालम साहिबा hajia salma kalon saheba mke wake ni नेशनल सदर sadar lajna पा रही हैं wa Sierra Leone siku hizi mtoto wake mmoja tomi kalon saheb ambaye anaishi hapa aliwahi kuwa sadr khudamul ahmadia wa hapa mwenyezi mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema भी जारी रखे na ajalie kwamba mema wake watoto wake waendelee kufanya jeneza ya hawa wote nitaswalisha baada ya swala inshallah الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.